Lakini kwenye swala la maabara kama ulivyosema, ni swala la msingi sana, ili mtoto ajifunze na atoke akiwa na ueledi wa hali ya juu, kwa maana ya kufanya mafunzo kwa vitendo. Kwenye masomo ya sayansi, swala la maabara tumeweka kipaumbele kikubwa. Ni miongozo ya serikali kwamba lazima kuwe na maabara, lakini maabara zetu sisi sasa ni za kisasa sana. Ni maabara ambazo kimsingi zinatumia nishati safi, kwa maana ya gesi. Tunatoka kwenye nishati ambazo tumeshazizoea. Tumepita pale Kitunda Relini, nadhani umeona ni shule kubwa ambayo kimsingi imegharimu kiasi cha shilingi bilioni 4.2. Ni shule ambayo ina madarasa 16, ina ofisi za walimu 12 na ina maabara 4, ina library kubwa ya ICT ya kisasa kabisa, na ina library ya vitabu, lakini ina store kubwa kwa ajili ya kuhifadhi vifaa vya shule. Ni shule ambayo tayari inaungwa na mfumo wa gesi, na mfumo wa gesi, moja ni matumizi ya kawaida, lakini la pili ni matumizi ya kimaabara. Kwa hiyo hata shule hii pia tunayo maabara ambayo na yenyewe inakwenda kufanyiwa maboresho makubwa sana ili iendane na hadhi ya miundombinu yetu ya elimu. Lakini katika hilo mdogo wangu, ni kwamba katika mwelekeo wa serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunatoka kwenye matumizi ya nishati chafu tunakwenda kwenye matumizi ya nishati safi, tulipata bahati ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kakaangu Edward Jonas Mpogolo kutuzindulia mpango wa halmashauri wa wilaya ya Ilala wa kipekee sana, unaitwa Eco School. Okay. Eco School ni mpango ambao kimsingi unazitransform shule zetu kutoka kwenye matumizi ya nishati chafu kwenda kwenye matumizi ya nishati safi shuleni. Na kwa kuanzia tayari mwongozo umeshazinduliwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Shule 10 zimeshaainishwa ambazo tayari hata sasa ukienda wako kwenye maandalizi ya kuanza kufanya transformation kubwa ya kutoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye nishati safi. Kwa haya ni mabadiliko makubwa ambayo tunaendelea kuyashuhudia ndani ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam chini ya uongozi wa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katibu tawala, lakini maafisa tarafa na watumishi wote wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Lakini mafanikio haya ambayo unayaona leo, shule zenye IFTI ambazo moja umeiona ni hii, ya pili iko Kipunguni, ya tatu utaiona iko Liwiti pale, ziko 2, ya 4 iko Amani Sekondari, lakini kuna Minazi Mirefu. Hatujaishia hapo kwenye elimu sekondari. Kwenye elimu msingi tumejenga shule za msingi za magorofa kwa mara ya kwanza. Tunayo Olympio Primary School, lakini tuna Diamond Primary School. Nimesoma. Kwa hiyo umeona mafanikio makubwa ambayo kwa kweli tunaenda nayo.